Bandia katika jukwaa la kifalme. Jana wakati tunasoma katika ile Petro ya kwanza sura ya pili mstari wa 9, tuliona kwamba sisi ni uzao wa kifalme. Tuliona kwamba sisi ni ukuhani wa kifalme, ni watu wa miliki ya Mungu ambao tumeitwa kuzitangaza fadhili za Bwana ambaye alituita tutoke katika giza na kutuleta katika nuru yake ya ajabu. Ukisoma hapo utaweza kuliona vizuri hilo fungu lilivyokaa. Na kwa hivyo tukaona kwamba sisi ni watu wa jamii ya kifalme kwa sababu Yesu ni mfalme ambaye atakuja, na tukaona kwamba Isaya alimtambulisha Yesu miaka 700 kabla ya kwamba yeye atakuwa ni mfalme, wakati anaeleza yale majina manne ya msingi kabisa katika kile kitabu cha Isaya 9 mstari wa 6. Anapotabiri kuzaliwa kwake, aliujumuisha ya kwamba pia atakuwa ni mfalme wa amani. Na kwa hivyo tukaona sisi ni uzao ambao tuko katika jamii ya kifalme. Sasa siku ya leo tunaangalia tumaini bandia katika jukwaa la kifalme. Tusome katika kile kitabu cha Isaya 51 fungu la 4 mpaka fungu la 6. Fungu la 4 mpaka la 6. Nasema, ndio, nisikilizeni mimi, enyi watu wangu, nisikieni taifa langu, maana sheria itatoka kwangu. Ndio, nami nitastarehesha hukumu yangu iwe nuru ya mataifa. Haki yangu i karibu, wokovu wangu umekuwa wazi. Ndio, mikono yangu itawahukumu kabila za watu. Ndio, visiwa vitaningoja, navyo vitatumainia mkono wangu. Ndio. Umemaliza? Sasa anatambulisha tumaini kwa wale ambao wanamwamini, wale ambao wamejitoa kwake. Anasema ya kwamba kila kitu kuna wakati wake utafika kitaweza kutawanywa. Ukiendelea hapo utaona katika mstari wa 7 na kuendelea hapo utaona akieleza vizuri, kuna wakati kila kitu kitafikia mahali pake, na mwanadamu atakapofanya jitihada hizi na zile katika kuhakikisha kwamba jambo fulani analifanya katika matakwa yake mwenyewe litakoma, lakini Bwana atasimamisha hukumu yake juu ya mataifa, na ndipo wale ambao hawakumwamini na walishika katika mashauri yao watakapoaibika milele. Ukiendelea katika mstari wa 7 anaeleza hivyo, wataaibishwa milele baada ya kwamba wamekataa kusikiliza mashauri ya Bwana, lakini anatangaza kwamba atastarehesha hukumu yake kwa wale watu ambao walimtegemea. Sasa twende katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 11 tukasome kisa cha mnara katika uwanda wa Shidari. Kisa kile pale. Hamna msomaji hapa, naenda haraka. Soma mstari wa 2. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, ndio waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Shia tu hapo. Sasa hapa anaeleza habari ya watu ambao walitawanyika. Baada hapo ilikuwa ni baada ya gharika, na watu wamekaa sehemu moja na wakazidi kuongezeka, vizazi vikazaliana na vizazi sasa wakawa wanaongezeka. Na baada ya kuwa wameongezeka, sikiliza vizuri hapo, wakati wameongezeka
wameongezeka, kuna kitu fulani hapo kilifanyika. Kumbuka hawa watu ambao waliishi baada ya gharika walikuwa ni vizazi vya Nuhu, yaani ni watoto wa wale watoto wake na Nuhu, wale watoto wake watatu, wale watoto watatu. Na baada ya kwamba na Mungu alizamilia kutengeneza jamii mpya ya wanadamu kutoka katika familia ya Nuhu, na ndipo sasa unaona wameshaongezeka. Baadaye sasa wanaamua kutawanyika. Sasa katika kitabu kinaeleza, kitabu cha Wazee na Manabii kinachoeleza katika ile sura ambayo inaeleza mnara wa Babeli, au katika kitabu kinaitwa Kisa cha Ukombozi, ni sura ya 9 kwenye Kisa cha Ukombozi, inaeleza habari ya mnara wa Babeli. Sasa hapo wakati anaeleza juu ya habari hiyo, hapa tumeelezwa tu kwamba watu walipoongezeka walitawanyika. Sasa nataka nikueleze jinsi ilivyokuwa mpaka wakatawanyika. Unajua walipokaa pale wamezaliana ni takribani miaka 100 mpaka 200, yani umbali wa kizazi mpaka kizazi. Kumbuka baada ya gharika, Nuhu gharika, wakati anapokea wito wa kutengeneza safina alikuwa na takribani miaka 500. Sasa baada ya gharika ikapita miaka kama 100 hivi mpaka 200, yani umbali wa kizazi hata kizazi, na hivyo watoto wakazaliwa na nchi ikaongezeka, watu wakawa ni wengi. Na kwa hivyo kadiri walivyoongezeka, baadhi ya watu waliokuja baadaye wakaanza kutilia mashaka kile kilichotokea kama gharika. Sikiliza hapo sasa. Wakaanza kuzua taharuki, ubishi, wakaanza kutilia mashaka, wakasema hili jambo halikutokea. Wapo baadhi ya watu wakaanza kusema haikutokea, hakuna gharika iliyotokea. Na kwa hivyo katika ile kushauriana, unajua kuna baadhi ya watu wakawa pale wanawaambia, ndugu zangu, hebu tuwasikilize wazazi wetu, maana Nuhu alikuwepo bado wakati huo, na wale Shemu, Yafeti na Hamu walikuwepo wakati ule. Sasa wakawa wanawaeleza, jamani, ilikuwa hivi, sisi tulinusurika katika hiyo gharika, lakini watoto wao wakakataa, wakasema jambo hilo haliwezekani, na pengine kilichofanyika ni mabadiliko ya kawaida tu ya kimazingira. Na kwa hivyo katika ubishani wa hapa na pale, ndipo wakaamua kujitenga. Wale waliokuwa wamekubali kwamba ni kweli Mungu alileta gharika wakabakia pale, lakini wale ambao walikataa ndio wakashika njia kuelekea Shinari, na wakasema sisi tunabidi tutengeneze hapa mji ambao utakumbukwa kwa jina letu. Haleluya! Yaani walichokisema ni hivi hapa, maana yake wakasema tutengeneze mji kwa ajenda kadhaa. Hebu soma ule mstari wa 3 na 4. Mstari wa 3 na 4. Mstari wa 3 Biblia inasema, ndio wakaambiana, haya na tufanye matofali tukayachome moto. Ndio. Walikuwa na matofali badala ya mawe, na lami badala ya chokaa. Ndio. Wakasema, haya na tujijengee mji, na mnara, na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Ndio. Sasa hapo wamefika hapo Shinari, wakakubaliana tujenge mji kwa ajenda ya kwamba wajitengenezee jina ili wakumbukwe na mataifa. Yaani sikiliza, wale ambao wamewakataa watakapouona ule mnara umefika katika vilele vya mbinguni, walitukuze jina lao. Maana yake ni kwamba hii ilikuwa ni mbinu ya kufanya wao watengeneze ufahari binafsi, wajitengenezee jina, ili katika mataifa watakapokuwa wakiutazama ule mnara wakawasifu katika kile kilichofanyika. Na hivyo walikuwa ajenda ya kupotosha ukweli wa moja kwa moja ya kwamba Mungu alileta gharika, lakini pia wakakataa kwamba Mungu hayupo, lakini pia wakawa na ajenda ya kwamba hapo ndipo mahali hawatatawanyika, maana Mungu alikuwa na ajenda watu watawanyike. Wao wakasema hatutatawanyika, na kwa hivyo hata gharika
haikuletwa na Mungu. Na katika ajenda walizokuwa nazo juu ya ule mji, moja ilikuwa ni kuupeleka juu, ili kwamba watu wa taifa zote na kabila zote na jamaa watakapotazama ule mnara wakaone, wakaulize ni wakina nani wametengeneza mnara huu, wanapatikana wapi? Hebu tuende tukawaulize siri ya mafanikio. Kwa hiyo hiyo ndio iliyokuwa ajenda yao namba moja. Lakini ajenda ya pili ilikuwa ni kwamba ni kukataa moja kwa moja kwamba hakuna Mungu, lakini pia hakuna gharika iliyokuja, na kwa hivyo wanapandisha juu ili wakaone sababu ya gharika kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa walijaribu kutengeneza ile jengo lile, ule mnara ule katika mawe yaliyo imara. Unaona hapa mwandishi Biblia inasema kwamba walitumia matofali badala ya mawe. Wakatumia yani material tofauti ambayo ni magumu na pengine yalikuwa ni adimu kwa wakati huo. Walilazimika kuingia gharama kubwa ili kujenga mnara ulio imara. Na sikiliza nikwambie, wakati wanaendelea kujenga yale maeneo yaliyokamilika, unajua ulikuwa sio kwamba ni mnara kama hii minara ya Halotel ya Voda ambayo tunaiona. Ulikuwa ni mnara, yani jengo ambalo limepanda juu. Kwa hivyo wakifika level fulani, yani ni kama ghorofa hivi, wakifika level fulani wanatengeneza, wanafanya finishing, watu wanaanza kuishi hapo ndani, na wakiongeza tena wanafanya finishing, watu wanaendelea kuishi hapo ndani. Agenda yao ni kwamba hakuna mtu kutawanyika, wote watakaa sehemu moja, na wanasubiri waone jeuri ya hao ambao waling'ang'ania kusema kwamba Mungu alileta gharika. Bwana Yesu asifiwe.